Umenisahau Bizo, si ndio? Ulinipeleka kule bado nusu niuliwe ile siku. Kim, nisikilize kwa makini. Na maana ni vibaya kumjua mpenzi wako. Are you mad? I'm not a madman. Sasa kama una akili zako timamu, naomba uondoke nyumbani kwangu. Kama unavyoona, jadili letu linaenda mwishoni kabisa. Yaani muda si mrefu tutapokea mpunga wetu. Hivyo basi, hakikisha unakuwa makini sana katika hicho kipindi cha mwishoni. Sijui unanielewa Bizo? Ndio madam. Hakikisha kila kitu kinaenda sawa. Na uwe makini sana. Kwa sababu tunaenda kupokea pesa. Yaani malengo yetu yanaenda kutimia. Sasa kuna kazi nakupa. Kuna watu wawili wananitia mashaka sana. Na ninaona tutaenda kutuharibia hili jambo. Ni Baba Kai na Kim. Naomba uwe makini sana kufuatilia hawa watu. Kwa sababu mimi tayari nishaweka watu upande wangu kwa ajili ya kuchunguza. Na ninakuamini hata wewe utaenda kufanya hili jambo vizuri. Nimekuelewa madam. Lakini huoni kama Kim pengine akatushukia kwa sababu ya tulichomfanyia? Bizo. Madili mangapi tumefanya mimi na wewe? No, nilikuwa nauliza tu kwa sababu wanaweza kuwa na mashaka juu yetu. Hivi kweli msichana mdogo kama yule anataka kushinda kweli? Tumefanya vitu vya hatari mimi na wewe. Nakuamini sana. Kwa hiyo naamini hili jambo halitaweza kukushinda kabisa. Na kila kitu kitakuwa sawa. Usizembee hili Bizo. Bila shaka madam. Unaweza kwenda. Kwa nini leo siatoe kuyalete huku? Hapana. Yale inabidi abaki pale pale, Manda analeta muonekano mzuri kuliko kwa watu pale kuyaleta huku. Sawa. Oh. Wow. Yaani kumependeza kinoma. Ina maana anajiuliza kuna birthday, ni happy Valentine au ni harusi ya umndani. Sielewi kuna kitu gani? Hapana, Daki, nimeamua kumfanyia mpenzi wake surprise. Surprise? Mpenzi wake? Unamaanisha Boss Kai? Make kulivonoga. Oh my God. It's crazy. Unauliza wewe kama nani? Hivi, umenisahau Bizo, si ndio? Ulinipeleka kule bado nusu niuliwe ile siku. Kim, nisikilize kwa makini. Na maana ni vibaya kumjua mpenzi wako. Are you mad? I'm not a madman. Sasa kama una akili zako timamu, naomba uondoke nyumbani kwangu. Listen Kim, ina maana sasa
Unapoendea na kutia polisi sasa hivi. Okay, basi tusifikie huko tafadhali. Naomba toka. Naomba toka. Toka bizo, toka! Sasa unaribia mwili sasa hivi. Kama ulivyosema, madam na mtoto mwingine wa kiume, na hataki mtu yote ajue kana mtoto mwingine wa kiume. Lakini misheni yetu imekamilika. Madam kanipokea, na cha kufurahisha zaidi, amekubali ni muoe binti yake. Habari njema sana hizo. Madam. Ama kweli ndege mjanja unaswa kwenye tundu mbovu. Na kuna sana kwenye vitu vidogo vidogo sana. Na ujuagi mitego nayo kuwekea. Hajuagi mitego nayo mwekea huyu mwanamke. Endelea. Sibo. Nini hiki? Sibo, kumbuka mimi nimetafutiwa mwanaume wa maana kabisa ya kunioa. Lakini nikakataa kwa ajili yako. Dadangu amenitafutia mwanaume mimi. Lakini nimekuchagua wewe. Na hamna kitu ambacho hujui. Kila kitu unajua. Nimekataa kuolewa. Na ndoa nimempa rafiki yangu Kendi. Na unaelewa kila kitu. Afu leo hii, okay. Tena kwa furaha ukanipongeza. Eti mimi ni mwanamke jasiri. Afu leo, anyway, labda mimi sijaona vizuri. Au labda sielewi. Sibo, huyu ni nani? Uko sahihi kabisa. Yaani uko sahihi sana. Wewe ni bonge la mwanamke jasiri kwa kutokea kwenye uso wa dunia. Imagine umetoka ulipotoka na vifurushi vyako hivi. Unakuja nyumbani kwa mtu bila taarifa yoyote ile. Sania, naomba unisikilize. Unaona hapa mliposimama? Ninyi ni watu wawili wenye jinsia hii moja. Utofauti ni mdogo sana sana. Kwamba wewe ni wa kike, mwanamke. Alafu huyu hapa ni mke. Nanyi, hapa kilichowaleta ni kupamba tu. Mambo mengine hayawahusu. Ni kweli. Lakini watoto wake wajuani kama wao ni ndogo. Na mpaka sasa wameshaanza kupendana. Madam, na kuona jinsi utakavyoteseka. Yaani utateseka taratibu mpaka una mauti utakapokupata. Madam, mimi ninachojua kwamba ni box, target and shoot. Kama una mpango wa kumuondoa, kwa nini unazunguka sana? Lengo la mchezo ni kumuua mtu taratibu. Kwa hiyo kumuondoa nitamuondoa. Lakini lazima ateseke. Madam, kila ninachokifanya kwenye familia yako nafanya kwa faida yangu. Kwa hiyo hata hii ndio naenda kufunga ni kwa faida yako.
shemeji yangu na nilikuuliza kuhusiana na huyo. Naomba unisikilize. Haya mambo mengine ni ya faragha. Inabidi tuzungumze tukiwa wenyewe tu. Na sio mbele ya watu baki kama hawa. So please keep it. Tutaongea tukiwa ndani. Sawa? So, Sania, as I said, huyu ndo mwanamke wangu na ndo mke wangu mtarajiwa. Kwa chukua hivyo vitakataka vyako na wewe urudi ulipotoka. Babe, I love you very much. Sana. Sibu, naweza nikawa mwanamke mpumbavu, lakini sio mwanamke mpumbavu kwenye hili. Yaani umtambulishe mwanamke ambaye unahitaji kumwoa mbele yangu, tena kwa kujitapa. Yaani unichezee mimi. Siwezi kuvumilia huo upumbavu. Woo! Wow. So, welcome. Oh, wow. Welcome. So beautiful lady. Thank you. Cheers. Sorry Kim. Yes. Kuna kitu bado sijaelewa. Nini maana yako haswa ya kuandaa maandalizi haya na kufanya decorations hizi? Kuna hafla gani? Au ni birthday yako? Nilipoenga sikujua if my heart was ready. Na kama ni birthday yako, ungeniambia mapema, ni wataarifu watu ofisini, tukuandalie shughuli kubwa zaidi. Na twende somewhere amazing like beach. Nimetoka kwetu, nimekufuata wewe hapa nije kuishi na wewe, alafu wewe unaniambia una mwanamke. Nilidhani ni salama, I thought I was strong, lakini maswali yakaanza playing in my mind all night long. Umeniharibia future yangu, umeniharibia malengo yangu, umeharibu kila kitu kwenye maisha yangu. Cha kukueleza tu, hapa kwako ndo nimefika na siondoki. Na kitakachoondoka hapa ni maiti na sio mimi Sania. Na hili ndo litakuwa fundisho kwa wanaume wote wanaopenda kucheza na hisia za wanawake.
Babe. Yes. Mimi nakupenda sana sana. Na nakuahidi kwamba nitakulinda kwa gharama yoyote, hata ikibidi maisha yangu kwa ajili yako. We were lost in the dark. Sio mimi, sio mimi, but these tears know my name. Ndani ya house of love, nothing feels the same. Sio mimi, sio mimi, but my heart is tired now. House of love, that's where the truth comes out. Ndiyo, nafanya kwa faida yangu. Lakini Kendi, mimi naona kijaribika kitu. Kwa sababu lengo langu kubwa mimi ni kuolewa na yule mzee. Na kama nitaolewa na yule mzee, siwezi kukuingilia wewe na mahusiano yako na yule Kai. Mimi nitaendelea na yule mzee na wewe utaendelea na mwanae. Naona kama kijaribika kitu. Sikia Warda, nikwambie. Mimi nikishaingia katika ndoa, sitaki kabisa michezo yako ya kitototo hiyo. Wewe utadili na huyo mzee wako na mimi nitadili na kijana wake. Full stop. Kendi, mbona umeshaanza kunibadilika mapema hivyo? Usije kwenda kunibadilika wewe baadaye. Au utakuja kunisaliti kweli wewe? Sawa, na kuahidi. Kama nitaolewa na yule mzee, sitaweza kuingilia mahusiano yako wewe na Kai. Hicho ndo naweza kukuaminisha kwa sasa. Mimi wala sikupiga hata mikwala. Kumbuka hiki chote ninachokifanya wewe ndio ulionifundisha. Mimi mwanzo sikuwa hivi. Kwa hiyo kubaliana tu na kila kitu. Hapana bosi wangu, wala sio birthday party yangu. Bosi, nimepitia kipindi kigumu sana. Wakati unaniagiza nipeleke hisia zako kwa yule Rosgel, sijakaa sawa hapo hapo, unanipigia simu, unaniambia umepata mwanamke mwingine. Kwa kweli yale inanikata sana. Naumia. Nimeandaa furahi kati yangu mimi na wewe, ili tu nikueleze hisia zangu. Kai, nakupenda. Sikupendi kama wanawake wengine wenye tamaa za mali. Nahitaji niwe mke wako, nikuzalie watoto wazuri. Nafaa kabisa kuwa mke wako kwa sababu mimi ni msomi. Ninaweza kuwa na wewe bosi. Kim, inatosha. Nahitaji tuzungumze. Bosi. Unasema Kim kamwandalia mwanaume wake surprise? Ndio madam. Tuachane na mambo ya Kim na bwana zake. Mimi nimekutuma ufuatilie mienendo ya Kai na Kim, kama wana mawasiliano au vipi. Sasa unaniletea habari za wanaume wa Kim, Mbona kama tunapotezana muda? Unajua madam, kwa jinsi ambavyo nimefika pale, yani dhahiri shahiri Kim na Kai wana mahusiano ya kimapenzi. Nini? Hivi, hiki ninachokisikia ni masikio yangu au mimi naota? Warda, naomba uniambie ukweli. Unajua fika nimeshatoa nguo zangu kwa mume wangu nimezileta hapa. Alafu sasa hivi nasikia kwamba eti Kai na mwanamke mwingine. Wewe usiniambia Kai hajaoa wewe. Sasa hivi inakuwaje? Mbona mnanipa mauzauza? Lakini hamna cha lakini. Sitaki kabisa mambo ya aibu. Haya, narudi vipi mimi kwa mume wangu ikiwa tayari nimeshamkataa? Warda, naomba uniambie kila kitu kinachoendelea. Basi punguza pressure. Bizo. Tunaona kama ugomvi unataka kuanzisha hapa, Nataka tugombane tusielewane ili tusijue tunachotaka kukifanya ni kitu gani. Hivi kwa mfano, nikikupa uthibitishe hapa, Kim na Kai wanatoka kimapenzi, unaweza kuthibitisha? Ndio madam, nipo tayari kuthibitisha juu ya hilo.
Unajua kwa jinsi ambavyo nimefika pale, inaonyesha kabisa Kai na Kim na mahusiano. Ile surprise iliandaliwa kwa ajili ya Kai. Na nilimuuliza kimtego tu. Na jinsi ambavyo nilimuuliza kuhusu Kai alikuwa mkali kweli. Ilifikia hatua kwanza kushauti kwa ajili yangu. Na kama kunitumua nyumbani kwake. So Kai na Kim na mahusiano ya kimapenzi. Jamani, mimi naona tunapoteza tu muda hapa. Hivi, mnaonaje tukaenda mpaka huko, mimi nikajihakikishia mwenyewe kwamba kinachosemekana hapa ni kweli au uongo? Kuliko tunavyoendelea kubwabwaja tu hapa. Wada, mimi nataka nikajue surprise ni surprise aina gani.